Naam, mwana ukuu wa Mwafrika Ibrahim Traore achague jambo moja kati ya mawili: ajisalimishe au auawe, apigwe risasi, afe. Chague jambo moja kati ya mawili. Na kauli hii sio kauli yangu mimi Isaya Benson Mwakilembe. Sio kauli yangu mimi. Naomba tufuatane hapa ujue ni nani ameongea hii kauli, kwa sababu ya mambo ambayo Ibrahim Traore anayafanya ndani ya taifa la Burkina Faso. Na kauli hii ni ya mtu anaitwa Julius Maada Bio, ambaye ni rais wa Sierra Leone, ambaye kwa sasa amechaguliwa kuwa mwenyekiti wa ECOWAS, mwenyekiti mpya wa ECOWAS, akirithi nafasi ya Bola Tinubu, yule rais wa 16 wa Nigeria. Kwa hiyo baada ya huyu bwana kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa ECOWAS, ndio amekuja kutoa hii kauli kuwa Ibrahim Traore ana jambo moja tu kati ya mawili. La kwanza, ajisalimishe. Kama sio kujisalimisha, basi tutamuua. Na ukumbuke huyu anayeongea hivi, huyu Julius Maada Bio anayeongea hivi, yeye amekuwa rais wa Sierra Leone kuanzia mwaka wa 2018 mpaka 2025. Hivi tunavyoongea bado ni rais wa Sierra Leone, ambaye amechaguliwa sasa kuwa mwenyekiti mpya wa ECOWAS baada ya Bola Tinubu kuacha. Kwa sababu kumbuka, ECOWAS imekuwa ikitumika kwa malengo tofauti na namna ambavyo ilivyokuwa, kwa sababu ECOWAS nasema ni umoja wa kiuchumi ECOWAS, lakini imekuwa ikitumika tofauti. Ndio maana mataifa kama Burkina Faso, taifa kama Mali, taifa kama Niger, ambao wanataka kupiga hatua waende mbele zaidi, wameona ni bora tu waweze kujiondoa kwenye huu umoja wa ECOWAS, umoja wa kinyang'au, umoja ambao unatumiwa na watu wa magharibi. Sasa ndio huyu Julius Maada Bio ambaye ni rais sasa wa Sierra Leone kuanzia 2018 mpaka hivi 2025 anakuja kusema kuwa tunahitaji kurudisha utawala wa kidemokrasia katika taifa la Burkina Faso. Nani amesema raia wa Burkina Faso wanahitaji demokrasia? Ni nani amesema raia wa Burkina Faso hawataki utawala wa kijeshi? Swali linakuja. Julius Maada Bio ambaye ni mwenyekiti kwa sasa mpya wa ECOWAS, ambaye amerithi nafasi ya Bola Tinubu, je, ametumwa na raia wa Burkina Faso aende akawaongelee? Ni raia wa Burkina Faso wamemtuma kuwa bwana, tunaomba utuongelee kuwa tunahitaji utawala wa kidemokrasia? Na zaidi sana mliona, kwa sababu utawala huu ambao Ibrahim Traore ameingia madarakani kwa kupindua nchi mwaka 2022, ilipofika 2024 ni miaka mitatu, na ule utawala wa kijeshi lazima ukae miaka mitatu uweze kuachia ngazi ili utawala wa kiraia uweze kuingia pale. Lakini Ibrahim Traore wakati ameonyesha nia ya kutaka kujiuzuru ili ruhusu utawala wa kiraia uingie, Burkina Faso waliandamana. Walisema hapana, hatutaki utawala wa kiraia ambao ndio umetuweka mpaka hapa. Ndani ya miaka mitatu waliona matokeo makubwa sana, maendeleo yaliyofanyika ndani ya Burkina Faso, lakini rasilimali za Burkina Faso zinawanufaisha vipi raia wa Burkina Faso? Haya yote waliyaona. Ndio maana raia wa Burkina Faso pamoja na wanaharakati kutoka mataifa mbalimbali pamoja na kutoka mataifa ya jirani waliingia ndani ya Burkina Faso kuandamana kumtaka Captain Ibrahim Traore aendelee kuongoza taifa hili ambalo ni taifa la Burkina Faso. Baada ya hapo basi ndio maana unaona ikabidi sasa bunge likae, wabadilisha baadhi ya vifungu vya katiba ili kumruhusu Ibrahim Traore aendelee, kwa sababu mahali tulipofika katika mataifa ya Afrika, Ibrahim Traore mwenyewe amekuwa akiongea kuwa mahali tulipofika hatuhitaji demokrasia, tunahitaji revolution. Tunahitaji mapinduzi, na mapinduzi haya, mapinduzi kiviwanda, mapinduzi kiuchumi, mapinduzi katika teknolojia, mapinduzi katika ulinzi, yani kulinda rasilimali za taifa, lakini kulinda raia wa taifa husika ili hawa raia waweze kufanya maendeleo. Kama jinsi ambavyo mnajua kuwa
ukanda huo wa Sahel, hususan katika mataifa Burkina Faso, hiyo Mali, ukiangalia na Niger, kunasumbuliwa sana na makundi ya kigaidi, ambayo makundi haya ya kigaidi kwa bahati mbaya sana yanafadhiliwa na watu kutoka nje ya Afrika, au mataifa ya magharibi ndio yanayofadhili haya makundi ambayo ni makundi ya kigaidi. Kwa hiyo iko hivyo. Sasa anakuja kutokea huyu mwenyekiti sasa wa ECOWAS, ambaye yeye amekuwa ni rais katika taifa la Sierra Leone kuanzia 2018 mpaka 2025. Ndugu zangu, ni miaka mingapi unaiongelea? 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Miaka 8. Lakini mambo ambayo Ibrahim Traore ameyafanya ndani ya miaka mitatu katika taifa la Burkina Faso hayajaweza kufanyika kule Sierra Leone. Bado anakuja anasema kuwa ninataka turudishe utawala wa kidemokrasia, kwa sababu utawala huu ambao upo pale ndani ya taifa la Burkina Faso sio utawala wa kidemokrasia. Lakini ukumbuke huyu bwana Julius Maada Bio, maana ndio jina lake, Julius Maada Bio amewahi kuwa ni brigedia katika jeshi la Sierra Leone. Amewahi kuwa mkuu wa jeshi katika serikali hii ya Sierra Leone kuanzia mwaka 1996, kipindi hicho akiwa na umri wa miaka 32 tu, ambaye sasa naye unakuja unashangaa inakuwaje leo hii mtu ambaye alikuwa ni mwanajeshi atake kumpindua mwanajeshi mwenzake, ambaye mwanajeshi huyu ameleta maendeleo makubwa sana katika taifa lake ambalo ni taifa la Burkina Faso. Ndio maana unaona wazungu wana usemi mmoja unaosema ukitaka kumuua mtu mweusi ni rahisi, kwa sababu watu weusi wenzake watakusaidia kufanya hiyo kazi. Kwa sababu nakumbuka baadhi ya kauli ambazo alikuwa anazitoa kabla hajawa mwenyekiti wa ECOWAS. Huyu Julius Maada Bio, kabla hajawa mwenyekiti wa ECOWAS, alikuwa anatoa kauli kama za kumsifu Ibrahim Traore, Captain Ibrahim Traore, kwa kile anachokifanya ndani ya taifa la Burkina Faso. Lakini leo amekuwa mwenyekiti wa ECOWAS. Ni nini kilichobadilika? Unakuja kugundua kuwa huyu ni puppet. Unakuja kugundua huyu mpaka amepewa nafasi hiyo ya kuwa yeye ni mwenyekiti wa ECOWAS, manake kuna kazi ambayo wamemtuma aweze kufanya, kwa sababu ukizingatia kuwa ECOWAS inatumika chini ya kivuli cha Mfaransa. Na ndio maana unaona hata mapinduzi yalipokuwa yametokea katika taifa la Niger, utakumbuka vizuri sana Mfaransa aliwaamuru hawa ECOWAS ili waende katika taifa la Niger warudishe utawala ambao ni utawala wa kidemokrasia wao wanaoita, kwa sababu demokrasia ni shetani anayetumiwa na mataifa ya magharibi kupora na kunyonya rasilimali za Afrika. Hakuna mahali popote katika mataifa ya Afrika ambapo demokrasia imekuja ukaona imefanya kazi. Katika mataifa ya Afrika ambapo demokrasia imeletwa ukaona demokrasia hii inafanya kazi kwenye haya mataifa, hakuna taifa hata moja. Kwa sababu demokrasia ni mifumo ya wanyonyaji kutoka nje ya Afrika ambayo wameitambulisha Afrika, kwa sababu kupitia demokrasia ndio ambavyo wametumia. Kwa sababu kumbuka, tunasema kuwa ukoloni ule ulikuwa ni divide and rule, lakini kwa sasa wameleta ukoloni mambo leo kupitia demokrasia, ambayo demokrasia hii kupitia hiyo sasa wameweza kudivide and conquer, not divide and rule. No, ni divide and conquer kupitia demokrasia ambayo sasa ambapo watu weusi hatuji pamoja. Hili ni bara la Afrika ambalo takiwa tuje pamoja kupinga ukoloni mambo leo, kupinga wanyonyaji na waporaji na majambazi wanaokuja kupora rasilimali za Afrika, ili tuseme hapana. Na kwa sababu tuna mwenzetu hapa Captain Ibrahim Traore ambaye ameonyesha njia kuwa hatutaki kukubaliana na unyonyaji na uporaji wa watu wa magharibi, basi wote tufuate huko. Leo anakuja kutokea huyu bwana Julius Bio ambaye anakuja sasa kuongea maneno kama haya kuwa tunataka Ibrahim Traore angalie ajisalimishe, asipojisalimisha basi tutamuua. Imagine, ni Mwafrika mwenzake na wanamuua kwa interest ya nani?
Ndio maana nikauliza ni interest ya watu wa Burkina Faso? Sio kweli, kwa sababu watu wa Burkina Faso, mnakumbuka kauli ya General Michael Elliott Langley, huyu general aliyekuwa general wa AFRICOM, kwa sababu kwa sasa hivi naona kibarua kimeota nyasi, aliyekuwa general wa AFRICOM. Mnakumbuka kwa kauli yake aliposema kuwa Ibrahim Traore anatumia dhahabu za Burkina Faso kujinufaisha yeye ili utawala wake uendelee. Kumbuka Afrika nzima iliandamana, sio tu Afrika lakini na mataifa mengine, na habari nyingine nitakupa ya kuhusiana na Marekani, huko watu wameandamana. Lakini sasa inakuwaje huyu bwana Julius Maada Bio ambaye yeye ni rais wa Sierra Leone lakini kwa sasa mwenyekiti wa ECOWAS, inakuwaje yani anaposema kuwa Ibrahim Traore achague mawili, moja kati ya haya mawili, ajisalimisha, kama sio kujisalimisha basi tutamuua? Swali linakuja, okay, mnataka kumuua Ibrahim Traore ninyi ECOWAS kwa interest ya nani? Ni interest ya watu wa Burkina Faso au ni interest ya nani? Kwa sababu Burkina Faso wao ndio wamekuwa wakiandamana, wameweka maandamano makubwa sana ambayo ilikuwa ni ya kupinga kauli ya General Michael Langley kuwa wewe aliyesema kuwa Ibrahim Traore tunahitaji tukamtoe kwenye uongozi kwa sababu anatumia dhahabu ya Burkina Faso kwa ajili ya kujinufaisha yeye mwenyewe. Raia wa Burkina Faso ndio waliandamana, ukiachilia sisi wengine huku katika mataifa mengine ambayo tumeandamana kupinga kauli, lakini tunaongelea ndani ya Burkina Faso. Raia wa Burkina Faso wameandamana kuipinga Marekani na Ufaransa kwa kauli hiyo ya General Michael Elliott Langley, wameandamana. Sasa swali linakuja, wewe Mwafrika mwenzetu, rais wewe Julius Maada Bio ambaye ni rais wa Burkina Faso wa Sierra Leone na kwa sasa umekuwa mwenyekiti wa ECOWAS, unaposema kuwa Ibrahim Traore a step down au vinginevyo tutamuua ili turudishe utawala wa kidemokrasia, kwa interest au maslahi ya nani? Ni maslahi ya watu wa Burkina Faso. Ndio maana nikauliza, je, ni raia wa Burkina Faso wamemtuma huyu mwenyekiti wa ECOWAS mpya kuwa tunataka umuondoe Ibrahim Traore au ni nani? Unakuja kugundua huyu ni kibaraka, tena kibaraka mtiifu. Unakuja kugundua huyu rais wa Sierra Leone, huyu Julius Maada Bio, unakuja kugundua huyu ni puppet wa wazungu, puppet wa Wafaransa, ambaye ametumwa na Ufaransa, ametumwa na Marekani kwa ajili ya kuja kutishia. Sasa tunasema watu wazima hawatishiwi nyau. Kwa sasa mahali ambapo Captain Ibrahim Traore amefikia, sio pa kumtishia eti sijui usipofanya nini, ni ujinga na uenda wazimu. Hii ndio Afrika yetu ndugu zangu, ndio iko hivyo. Lakini nikaona niwaletee hii taarifa kwa sababu muda mrefu tumekuwa huko ulimwenguni, huko tukiangalia mgogoro ulikuwa unaendelea kati ya Marekani na Iran, huko wakimtumia Israeli kupiga pale Iran. Lakini sasa tumerudi nyumbani Afrika, kwa sababu ndiyo madhumuni ya chaneli yetu hii ya Ukuu wa Mwafrika, kuelezea historia za Afrika na kuelezea ukuu wa Mwafrika. Kwa ni kuombe, kama hauja subscribe, kama hauja like uweze kufanya hivyo, ili tuweze kupushi sasa hizi video ziweze kwenda mbali zaidi, kwa sababu wewe ni mtu muhimu sana kwetu sisi. Asante sana.